fi ta'iratihi, sala yake ataiswali kule kule angani, yumo ndani ya chombo chake kwa ndege. Walmudarriatu, na wengine waliohusika na kwenye maidani ya field, chini kwenye ardhi, fi dabbabatihim, wataswali katika matenki yao mle mle ndani. Na wengine watu wa misail, watu wa mizinga, wataswali pale kwenye mizinga yao, na kila mmoja ataswali kwa mujibu wa nafasi yake na silaha yake aliyokamata. Idha lam yajidu almaa, hakuna samahani, hakuna usamehevu kama hakuyapata maji mathalan, na hakuna nafasi ya kutafuta maji vitani. Tayammamu, cha kutilia tohara wanacho, watakusudia mchanga. Fa idha lam yastati'u istiqbal alqibla, na kama hakuweza kuelekea kibla mathalan, wasife moyo, sala zao ni kamil. Saqata anhum istiqbal alqibla, wajibu wa kuelekea kibla unaanguka, unaachiliwa mbali wakati watu hawakipati kibla na hawana nafasi kabisa ya kuelekea kibla. Qala Allah ta'ala, dalili ya hayo Mwenyezi Mungu mtukufu amesema, hafidhu ala salawati, hifadhini juu ya sala zote tano, wassalati alwusta, na hasa ile sala ya kati na kati. Haiko katika usiku sana wala haiko katika mchana zaidi, iko kati na kati. Hiyo ni swala ambayo Mtume alifasiri kuwa ni salatul asri. Waqumu lillahi qanitina, na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika hali ya kuwa ni wanyenyekevu hali ya juu. Huku mnajua mko mbele ya nani, muwe serious wakati mko mbele ya Mola wenu, na akili zenu zinafanya kazi. Mwenyezi Mungu hakubali kuabudiwa na akili ambazo hazipo kwenye ile sala yenyewe. Waqumu lillahi qanitin. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea kwenye aya hii katika sura An-Nisa'i aya 102, akaendelea, fa in khiftum, ikiwa mtakuwa na hofu, mnaogopa, mko vitani, farijalan, mtaweza kuswali huko mnakwenda kwa miguu, au rukbanan, au mmepanda vyombo vyovyote vile, ikiwa punda, ikiwa farasi, ikiwa ngamia, ikiwa baiskeli, ikiwa pikipiki, ikiwa meli, ikiwa ndege, au rukbanan. Lakini fa idha amintum, wakati mtapokuwa mmetulizana, hammo katika hofu, hapo sasa fadhkurullaha, itabidi mulazimike kumtaja Mwenyezi Mungu katika ibada ya sala, kama allamakum, kama Mwenyezi Mungu alivyokufundisheni, ma lam takunu ta'lamuna, yale mambo ambayo mlikuwa hamyajui mwanzo. Sasa itabidi mumkumbuke Mwenyezi Mungu aliyekufundisheni mambo kadhaa wa kadhaa, na nyinyi mtasimama